kwa sauti. Jina langu ni Johari Musa Samizi, mkuu wa wilaya ya Misungwi. Natumia fursa hii kuwakaribisha wananchi wote wa Misungwi na mkoa wa Mwanza kwa ujumla. Tarehe 14 mwezi wa Juni 2025 tunalo zoezi kubwa la jogging, kwa maana ya mazoezi, tukishirikiana na vilabu tofauti. Hivyo kama tunavyofahamu, mazoezi ni afya, lakini mazoezi yanafanya watu tuwe pamoja kwa ukaribu zaidi. Nichukue fursa hii sasa kwa mara nyingine kuwakaribisha wale wote wapenzi wa mazoezi, wapenzi wa kukutana na kushirikiana pamoja. Siku hiyo ya tarehe 14 tuna cross bridge, kwa maana ya JPM Bridge, kwa ajili ya mazoezi kuelekea sherehe na kilele cha uzinduzi wa daraja hili la Kigongo Busisi, ambapo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi tarehe 19. Lakini tunasema tarehe 14 ni zile shamra kuelekea tarehe 19 ya uzinduzi wa daraja hili. Kwa hivyo niseme karibuni sana. Swala tu sio kukimbia, kutengeneza viungo, lakini tutakuwa na burudani na viburudisho tofauti. Niseme tu kwamba tukio hili ni mwendelezo wa kuimarisha miili yetu kupitia mazoezi. Hivyo nitoe rai, tunakutana kwa ajili ya mazoezi. Mazoezi ni afya kama nilivyotangulia kuzungumza, lakini kikubwa mazoezi yanatuweka pamoja, na ndio maana nimesema tutakutana makundi ya aina tofauti, lakini tutakutana sio sababu tu ya mazoezi. Nina imani tutapata marafiki wapya, tutapata familia mpya. Niseme tu tuje tujitokeze kwa ajili ya kujenga afya yetu, lakini hatujengi afya ya mwili, lakini pia tunajenga afya ya akili, kwa sababu tunafahamu mazoezi ni mtambuka. Lakini kama tunavyofahamu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kipindi akiwa makamu wa rais alisisitiza wananchi wa Tanzania, hususan watumishi, tufanye mazoezi walau mara moja kwa mwezi. Sasa sisi, huu ni mwendelezo wa maelekezo yake akiwa makamu wa rais, na sasa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaunga maelekezo yake, lakini tunaunga juhudi za kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa na afya bora kupitia mazoezi, kwa sababu tunafahamu kuna slogan kwamba tuache tabia bwete, na ili kuacha tabia bwete mojawapo ni kuhakikisha kwamba tunafanya mazoezi. Mazoezi ni tiba, na hususan na magonjwa yasiyoambukiza. Niwakaribishe wote tuendelee kupambana na tabia bwete kupitia ufanyaji wa mazoezi. Nitumie fursa hii kuwakaribisha wananchi wote wa Misungwi tarehe 19 katika uzinduzi wa daraja hili. Lakini swala sio uzinduzi tu wa daraja, tunatakiwa tufahamu fursa za kiuchumi na kijamii ambazo tutazipata kupitia daraja hili. Tunafahamu kabla ya daraja tulikuwa tunatumia feri kuvuka kutoka Kigongo kwenda Busisi, na tulikuwa tunatumia muda mrefu kidogo, kwa sababu muda wa kufika pale feri, kukata tiketi, kusubiri, ilikuwa ni takriban dakika 45, wakati mwingine mpaka masaa mawili kama feri itakuwa iko upande wa pili. Sasa daraja hili linakwenda kupunguza muda. Kwa uchache tu daraja hili unatumia dakika 5 mpaka 3 kufika ng'ambo ya pili. Kwa hiyo tunaona hapa tunakomboa zaidi ya dakika 40, saa moja na kuendelea. Huu muda peke yake kama unauhamisha katika swala la uchumi, wanahesabu watatusaidia, kuna kitu kitakuwa kimefanyika katika muda huu. Sasa fursa gani tunazipata? Tutasave muda, lakini muda huo tutautumia katika shughuli zingine za kiuchumi. Tunafahamu sisi wana Misungwi kazi zetu kubwa ni ufugaji na ukulima. Sasa usafiri na usafirishaji unakwenda kurahisishwa. Tutasafirisha bidhaa kutoka upande wetu wa pili kuja upande wa wenzetu wa Sengerema na mikoa ya jirani, kwa maana Geita, Kagera na maeneo mengine ya Kigoma, kwa sababu tunafahamu hapa pia tunaunganishwa na mikoa hiyo, Kigoma, Kagera na Geita, lakini na nchi za jirani pia, kwa maana tutapunguza muda wanaokwenda Rwanda na Burundi kwa njia hii. Sasa hivi ule muda wa kusubiri hautakuwepo tena. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wangu wa Misungwi kwamba hili daraja sio tu kivuko, lakini ni sehemu ya fursa katika shughuli mbalimbali za uzalishaji ambazo wanazozifanya. Lakini tunafahamu sisi Misungwi hili daraja la kimkakati ambao sehemu yake ipo kwetu, lakini sisi Misungwi kupitia reli ya SGR tunayo bandari kavu ya Fela ambao na yenyewe tunaiunganisha na hii corridor. Nitoe rai kwa wananchi, corridor hii sasa hivi inakwenda kuwa maarufu zaidi na ilivyokuwa.
tutapata fursa nyingi, maana watu wengi watapita korido hii kupita hapa Kigongo, Usagara kuelekea Mwanza, lakini kuelekea Fela ambapo tunatarajia SGR ikiisha pale tutakuwa na bandari kavu. Nitoe rai, swala hili ni mtambuka, lina athari ya kiuchumi na kijamii, lakini pia ni kivutio tukijua katika kijamii. Kwa hivyo sisi Misungwi, pamoja na kwamba hili daraja ni la kitaifa zaidi, tutalitumia pia kutangaza wilaya yetu, kwa sababu ili ufike Mwanza utapita Misungwi na Sengerema. Sasa fursa za kijamii ni kwamba leo hii kuna watu inawezekana walikuwa wanaijua tu Misungwi kwa uchache, kwa kidogo, lakini kupitia daraja hili watu watajua kwamba ili uvuke kwenda upande wa pili wa Sengerema utapita Usagara ambapo ni Misungwi, utafika Kigongo alafu utavuka upande wa pili. Kwa hiyo tunasema fursa sio tu za kiuchumi, lakini pia kuna fursa za kijamii ambazo linatufanya sisi wana Misungwi tuweze kunufaika moja kwa moja na daraja hili.